Na Mungu ni kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Naitwa Mwalimu Lokaji Molel, ni mwalimu wa neno la Mungu na nikukaribishe katika darasa letu la neno. Na leo tuna kichwa kinachosema roho ya ushawishi mbaya wakati unapotakiwa kufanya maamuzi. Roho ya ushawishi mbaya unapokuwa kwenye kipindi cha kufanya maamuzi. Na tuombe. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya nafasi hii. Tuko tayari kusikia neno lako. Fungua akili zetu tukaelewe na maandiko yako, ili neno lako likatuponye na kututoa katika maangamizi yote. Nami mtumwa na mtumishi wako, Bwana, nijalie kunena yanipasavyo, katika kweli, ujasiri, maarifa, hekima na ufahamu wote utokao kwako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nikukaribishe sasa katika darasa letu, na leo tuna kichwa kinachosema roho ya ushawishi mbaya. Roho ya ushawishi mbaya katika kipindi ambacho unahitajika kufanya maamuzi, au roho ya ushawishi mbaya kwenye njia panda ya hatma. Roho ya ushawishi mbaya kwenye njia panda ya hatma. Hii ni mojawapo ya roho ambayo hujifunua katika ule wakati ambao mtu anahitajika kufanya maamuzi yatakayoiathiri kesho ya kwake, na katika maisha ya kila siku hakuna mtu anayeishi bila kushawishiwa. Hakuna mtu anayeishi bila kushawishiwa, maana kila siku tunakutana na sauti, watu na mazingira yanayotaka kuelekeza maamuzi yetu. Kila siku tunakutana na watu na sauti na mazingira yanayotaka kuelekeza maamuzi yetu. Lakini tunapokuwa katika ule wakati au tunahitajika kufanya maamuzi kwa ajili ya kesho ya kwetu, ushawishi unaopokelewa unaweza kuwa daraja la kuelekea kusudi la Mungu au mtego wa kupoteza hatma. Katika kile kipindi ambacho tunahitajika kufanya maamuzi yanayohusu kesho ya kwetu, ushawishi unaopokelewa unaweza kuwa daraja la kuelekea kwenye kusudi la Mungu au kuwa mtego wa kupoteza hatma yako ya kesho. Na roho ya ushawishi mbaya sio tu ushauri usio sahihi. Roho ya ushawishi mbaya sio tu ushauri usio sahihi, bali pia ni nguvu inayoweza kuingia kupitia watu. Ni nguvu inayoweza kuingia kupitia watu, mazingira au mawazo, kwa lengo la kubadilisha mwelekeo sahihi wa maisha ya mtu. Roho ya ushawishi mbaya sio tu ushauri usio sahihi, bali pia ni nguvu inayoweza kuingia kupitia watu, mazingira au mawazo, kwa lengo la kubadilisha mwelekeo sahihi wa maisha ya mtu. Na kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 33, Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 na mstari wa 33, Biblia inasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ushawishi mbaya huanza kwa sauti zinazovutia lakini sio sahihi. Ushawishi mbaya huanza kwa sauti inayovutia ndani ya mtu lakini sio sauti sahihi. Kumbuka nazungumza kwa habari ya roho ya ushawishi mbaya. Roho ya ushawishi mbaya inaweza ikajifunua kwako katika kile kipindi ambacho unatakiwa kuamua kwa habari ya kesho yako. Unapokuwa njia panda, ni njia ipi unatakiwa kuelekea kwa ajili ya kesho ya kwako. Kwa hiyo wakati huo roho ya ushawishi mbaya inajifunua kwako, na hii roho inaweza kuja kwako kama sauti inayovutia ndani yako, lakini sio sahihi, kwa sababu roho ya ushawishi mbaya huja kwa maneno yenye mvuto, maneno ya mvuto kabisa, lakini yenye lengo la kukupotosha, Kwa mfano, katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1 unaona kabisa nyoka alikuja na lugha nzuri kabisa alipowakutana
kukutana na Hawa, alikuja na lugha nzuri kabisa, alikuja na mazungumzo mazuri, kwa sababu nyoka alipokuwa anaongea na Hawa aliongea kwa lugha ya kuvutia kabisa, akimwahidi Hawa manufaa, lakini mwisho wake ulikuwa uharibifu, mwisho wake ulikuwa uharibifu. Kwa hiyo hii roho inaweza ikaja kwako kama sauti inayovutia ndani yako, lakini sio sahihi kwa ajili ya kesho yako. Roho ya ushawishi mbaya hujificha ndani ya mtu, hujificha ndani ya watu wa karibu. Roho ya ushawishi mbaya hujificha ndani ya watu wako wa karibu. Hii roho haiendi kwa mtu usiyemfahamu, haiendi kwa roho, haingii kwa mtu usiyemfahamu. Hii roho hujificha ndani ya watu wako wa karibu, na sio kila mtu wa karibu, sio kila mtu wa karibu yako ana ushawishi sahihi juu ya hatima yako. Sio kila aliye karibu na wewe ana ushawishi sahihi juu ya hatima ya kwako. Kumbuka Biblia inasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwako. Kwa hiyo adui akihitaji kukuvuruga hatumii watu wa mbali, anawatumia watu wa karibu. Kwa hiyo adui akikusudia kuiharibu hatima yako ya kesho, ataingiza roho ya ushawishi mbaya kwa wale watu wako wa karibu, na si kila mtu wako wa karibu ana ushawishi mzuri juu ya hatima yako, juu ya hatima ya kwako. Unaweza kuzuia kufuata wito wako wa Mungu kwa sababu ya kuambiwa kuwa haiwezekani. Mtu anaweza akakwambia kuwa haiwezekani. Kumbuka wakati wa Yesu na Petro, wakati Petro anamwambia Yesu asiende msalabani, maana yake ile roho iliingia ndani ya Petro. Petro akamwonea huruma Yesu, akamwambia usiende msalabani. Ndio maana Yesu akamwambia rudi nyumba, nenda nyuma yangu ewe shetani, kwa sababu ni roho ya ushawishi iliingia kwa nani? Iliingia kwa Petro ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa karibu sana na Yesu. Kwa hiyo hii roho ya ushawishi mbaya inaweza ikaingia kwa mtu wa karibu, mtu uliyemwamini sana, mtu uliyemtegemea sana. Anaweza kutumiwa na adui kukushawishi ili ufanye maamuzi yasiyo sahihi yatakayogharimu kesho ya kwako, yatakayogharimu kesho ya kwako. Roho ya ushawishi au ushawishi mbaya huonekana kama ushauri wa busara. Ushawishi mbaya huonekana kama ushauri wa busara. Sio kila ushauri ni mzuri kwa masikio. Sio kila ushauri mzuri kwa masikio ni mzuri kwa hatima yako. Sio kila ushauri mzuri kwa masikio yako ni mzuri kwa hatima yako. Si kila ushauri mzuri unaousikia ni mzuri kwa ajili ya hatima yako. Angalia, kuna mfalme mmoja alikuwa akiitwa Rehoboam katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza ule mlango wa 12 mstari wa 6 na wa 11. Rehoboam alifuata ushauri wa vijana uliokuwa na mvuto, lakini kumbe ulikuwa mbaya. Alifuata ushauri wa vijana uliokuwa na mvuto, lakini kumbe ulikuwa ni ushawishi mbaya. Kwa hiyo unaweza kushauriwa kuacha kazi yako bila mlango. Unaweza ukashawishiwa kuacha kazi na mtu ambaye umemwamini, ni mtu ambaye unamwamini kabisa. Kwa hiyo hilo inaonekana ni ushauri wa busara. Mtu anakuambia acha kazi kafanye biashara, acha kazi kafanye hii, mwache huyu kuwa na huyu, mwache huyu kuwa na huyu. Kwa hiyo inakuja kama ushauri wa busara. Unaweza ukawa na ushauri wa busara kabisa, lakini wenye lengo la kuharibu hatima yako ya kesho, hatima yako ya kesho. Ushawishi mbaya huleta shinikizo la kufanana na wengine. Ushawishi mbaya huleta shinikizo la kufanana na wengine. Shinikizo la kijamii ni njia kuu ya ushawishi mbaya. Kwa mfano, wana wa Israeli walipotaka mfalme, walitaka kuwa kama mataifa mengine. Wana wa Israeli walitaka mfalme. Katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 8 mstari wa 5, wana wa Israeli walitaka mfalme ili wafanane na watu wengine, Kwa hiyo mtu anaweza kuchagua maisha fulani kwa sababu ya sifa na kujulikana, sio kwa sababu ya kusudi lake. Kwa hiyo unaweza ukataka kitu fulani kwa ajili ya sifa, unaweza ukataka maisha fulani kwa sababu ya sifa ili ufanane na wengine, Kwa hiyo ushawishi mbaya huleta shinikizo ndani ya mtu ili atake kufanana na wengine, na mwisho wake uchagua njia ambayo haikuwa sahihi au sio sahihi kwa ajili ya hatima yake ya kesho, Ushawishi mbaya huondoa
sauti ya dhamiri. Ushawishi mbaya huondoa sauti ya dhamiri. Kadri unavyokubali ushawishi mbaya, kadri unavyokubali ushawishi mbaya, ile dhamiri yako inazidi kufifia. Ile dhamiri ya ndani inayokuzungumzisha vitu vizuri sana inazidi kufifia ndani yako. Yuda Iskarioti alishawishiwa kumsaliti Yesu kwa tamaa ya fedha. Tamaa ya fedha ilimshawishi Yuda kumsaliti Yesu, lakini mwisho wa siku nini kilitokea? Mwisho wa siku hatima yake iliharibika kabisa. Hata zile fedha hazikumsaidia na mwishowe akaishia kujinyonga kabisa. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya jambo analojua sio sahihi, lakini anajihalilishia kwa sababu ya watu wanaomzunguka. Unaweza ukaamua kufanya jambo kwa sababu tu ya watu wanaokuzunguka. Unajua kabisa hili jambo sio sahihi, lakini kwa sababu tu ya watu wanaokuzunguka unaamua kulifanya, unaamua kuliamua, lakini mwisho wa siku unakuwa umeiharibu hatima yako kabisa. Ushawishi mbaya huleta maamuzi ya haraka yasiyo na mizizi. Ushawishi mbaya huleta maamuzi ya haraka yasiyo na mizizi. Roho hii ya ushawishi mbaya mara nyingi sana humsukuma mtu kufanya maamuzi ya ghafla yasiyo na msingi wa kiroho. Ili ufanye maamuzi unahitaji msingi wa kiroho, lakini roho ya ushawishi ikisha kuwepo, maana yake inakulazimisha kuamua pasipo kufuata misingi ya kiroho, pasipo kuzingatia misingi ya kiroho. Na Esau alishawishiwa na njaa, akakataa haki yake, akauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Kilichomshawishi nini? Kilichomshawishi ni njaa ya muda mfupi, lakini akapoteza baraka za milele. Na mtu anaweza akaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano au kwenye biashara kwa msukumo wa watu, kwa kushawishiwa na watu bila kufikiria kwa kina. Watu wakakushawishi, bana, sisi tumefanya, njoo na wewe, sisi tumeenda, twende na wewe, lakini kumbe haukuwa wakati wako na sio majira ya kwako na sio kusudi la kwako kufanya kama vile watu wanavyokushawishi. Ushawishi mbaya hujenga utegemezi wa maono ya watu. Ushawishi mbaya hujenga utegemezi wa maono ya watu. Unapowapa watu mamlaka juu ya maamuzi yako, wanachukua nafasi ya Mungu. Unapowapa watu mamlaka juu ya maamuzi yako, wanachukua nafasi ya Mungu. Mfalme Sauli alisema aliwaogopa watu, ndio maana akaacha kumtii Mungu. Katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 24, aliamua kuchukua hatua ya kutoa sadaka haraka na kumsikiliza Mungu, bila kumsikiliza Mungu, kwa sababu tu ya ushawishi wa watu ambao walikuwa wamemzunguka. Kwa hiyo kuna mtu hawezi kufanya maamuzi mpaka watu wamkubalie. Kuna mtu hawezi kufanya maamuzi kabisa mpaka mtu fulani amkubalie. Ngoja nikamuulize mama, ngoja nikamuulize baba, ngoja nikamuulize fulani, ngoja nimuone fulani anasemaje. Kwa hiyo maana yake umemkabidhi mtu akufanyie maamuzi. Kwa hiyo unapowapa watu mamlaka juu ya maamuzi yako, maana yake wanachukua nafasi ya Mungu, na mwisho wa siku kesho yako inakuwa imeharibika kabisa. Ushawishi mbaya huharibu utambulisho wa mtu. Ushawishi mbaya huharibu utambulisho wa mtu. Roho ya ushawishi mbaya humfanya mtu aache kuwa yeye halisi. Ukikubali ushawishi wa nje uongoze maisha yako, uongoze maamuzi yako, maana yake sasa ile roho ya ushawishi mbaya ambao umeipa nafasi kuongoze, inakufanya uache uhalisia wako, uache uhalisia wako kabisa. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha tabia, unaweza ukabadilisha ndoto, unaweza ukabadilisha maadili ili kukubalika na kundi fulani la watu. Kwa hiyo unaweza ukaacha tabia zako, unaweza ukaacha ndoto zako, unaweza ukaacha maadili ili uweze kukubalika na watu, kwa sababu roho ya ushawishi mbaya huharibu utambulisho wa mtu. Ni nani umemkabidhi maamuzi yako? Ni nani umempa nafasi ya kukufanyia maamuzi? Kwa sababu unaweza ukapoteza utambulisho wa kwako kwa sababu tu ya ushawishi mbaya ambao
unaupata kutoka kwa watu. Ushawishi mbaya huchelewesha au huvunja kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ushawishi mbaya huchelewesha au kuvunja kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu mazingira mabaya yanaweza kuchelewesha hatima yako. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani walishawishiwa vibaya na kushindwa kuingia nchi ya ahadi pale walipofuata ushauri, walivyofuata maoni au mapendekezo ya wale wapelelezi 10. Kwa hiyo walishawishiwa kwamba ile nchi hatuwezi kuingia, sisi kuna majitu na sisi ni kama panzi. Mwisho wa siku walipoteza kabisa hatima ya kwao. Kwa hiyo unaweza kuchelewesha safari yako ya mafanikio kwa sababu ya marafiki wenye mtazamo hasi kwenye maisha yako, uliowapa nafasi ya kukushawishi kwenye maeneo tofauti. Ushawishi mbaya humfanya mtu aishi maisha ya majuto. Ushawishi mbaya humfanya mtu aishi maisha ya majuto. Mara nyingi sana watu walioingia kwenye majuto, asilimia kubwa wameishi ni kwa sababu ya ushawishi waliopokea kutoka kwa watu wengine. Walishawishiwa kuingia kwenye mahusiano, walishawishiwa kuingia kwenye ndoa, walishawishiwa kuingia kwenye biashara, walishawishiwa kuwekeza, lakini mwisho wa siku wakawa wamefanya uwekezaji mbaya, wamefanya maamuzi mabaya, mwishowe wanaishi na majuto kabisa, kwa sababu matokeo ya ushawishi mbaya mara nyingi huonekana baadaye. Hayaonekani leo, yanaonekana baadaye, lakini huwa yana athari kubwa sana kwenye maisha ya mtu. Kama ambavyo Adam na Hawa walifuata ushawishi mbaya wa nyoka na matokeo yake yalikuwa ya kudumu. Kwa hiyo roho ya ushawishi mbaya ni nguvu inayotumia watu. Roho ya ushawishi mbaya ni nguvu inayotumia watu, mazingira na mawazo kugeuza mwelekeo wa maisha ya mtu, na inafanya kazi zaidi pale unapokuwa kwenye njia panda ya maamuzi muhimu, pale ambako unatakiwa ufanye maamuzi muhimu. Inaweza kufanya uchague vibaya, inaweza kufanya ukachelewa au ukapoteza kabisa kusudi lako, lakini Mungu anatupa hekima ya kutambua. Kwa sababu Biblia inasema katika Mithali sura ya 4 mstari wa 24, Mithali 4:24, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Sasa unawezaje kushinda roho ya ushawishi mbaya? Unawezaje kushinda roho ya ushawishi mbaya? Namba moja, chuja kila ushauri kwa neno la Mungu. Kila anayekushauri, chuja huo ushauri kwa neno la Mungu. Unapopokea ushauri, uchuje kila ushauri kwa neno la Mungu. Hiyo itakusaidia sana ili roho ya ushawishi mbaya isije ikakupoteza. Namba 2, jenga uhusiano wa karibu na Mungu. Ukijenga uhusiano wa karibu na Mungu, utaongozwa na Mungu, na Mungu atakwambia huu ushauri sio, huu ni mbaya, huu hujatoka kwangu, huu umetoka kwangu. Namba 3, epuka mazingira yenye sumu ya kiroho. Epuka mazingira yenye sumu ya kiroho. Kuna mazingira ambayo ni sumu ina sumu ya kiroho kwa lengo la kuchafua ulimwengu wako wa roho, kuweka sumu kwenye ulimwengu wako wa roho ili kuimaliza kesho yako. Namba 4, tafuta washauri wa kiroho wenye hekima. Unapokuwa kwenye wakati wa kufanya maamuzi, hakikisha unatafuta wale washauri wa kiroho wenye hekima ambao Mungu atawatumia katika kushauri. Kwa hiyo unamuulize Mungu kwanza ni wapi uende ukapate ushauri. Na mwisho, simama imara kwenye kusudi lako hata kama ni peke yako. Simama imara kwenye kusudi lako hata kama ni peke yako. Mungu akubariki, akutunze, akulinde. Mimi ni Mwalimu Lokaji Molel. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.